Hydronephrosis ni hali ya kawaida ambapo kuna upanuzi wa figo na upanuzi wa mfumo wa uchambuzi wa pelvisi. Hii ndiyo kasoro ya kawaida ambayo inaweza kugunduliwa kwenye uchunguzi wa ultrasound wa kabla ya kuzaliwa wakati wa ujauzito. Cha kushangaza, 50% ya watoto hawa wanapozaliwa wanapatikana kuwa wa kawaida, ilhali 50% ya watoto hawa wanaweza kuwa na sababu kubwa. Hapo awali, kabla ya miaka 20-30 iliyopita, watoto wengi hawa waligunduliwa tu walipoanza kuonyesha dalili, kwa maana kwamba walipopata maambukizi au walipopata uvimbe wa tumbo, au mtoto alipungua uwezo wa kukojoa na usaha mwingi ukizunguka kwenye mkojo. Shukrani kwa maendeleo ya ultrasound, sasa tunaweza kugundua hali hii wakati wa ujauzito. Na sasa ni njia ya kawaida ambayo hali hii inagunduliwa. Uchunguzi wa awali wa uvimbe wa figo, yaani hydronephrosis, ndiyo njia ya kawaida ambayo hali hii inagunduliwa. Kwa hiyo, si watoto wote hawa wanahitaji matibabu, lakini mara tu uchunguzi unapofahamika kwetu, tunapaswa kuingilia kati kabla ya kuharibu figo. Kwa hiyo, mara tu tunapopata uchunguzi wa hydronephrosis uliofanywa kabla ya kuzaliwa, watoto hawa wanakaguliwa kliniki wakati wa kuzaliwa na kisha kuthibitishwa na ultrasound inayofanywa siku ya 3 ya maisha. Na hii inathibitishwa tena na ultrasound inayorudiwa kati ya wiki 4 hadi 6. Kulingana na matokeo, uwezekano wa kuziba unathibitishwa kwa kufanya skani ya nyuklia ambayo inatupa taarifa mbili. Hiyo ni 1, ni uwepo au kutokuwepo kwa kuziba, na 2, ni kiwango gani cha kuathirika kwa utendaji wa figo. Kwa hivyo, kulingana na taarifa hii, ikiwa kuziba ni upande mmoja au pande zote mbili, na kama kuziba ni kali au muhimu, na kama kuna kushuka kwa hali ya utendaji wa figo, uamuzi unafanywa ama kuhifadhi na kusubiri na kuangalia, au kufanya upasuaji na kuingilia kati ili kupunguza nafasi za uharibifu zaidi wa figo baada ya mtoto kuzaliwa. Kwa hivyo upasuaji wa hydronephrosis unaitwa pyeloplasty, ambapo tunatoa sehemu inayoziba na kisha kurejesha mwendelezo kwa anastomosis pana. Hii inaweza kufanywa kwa upasuaji wa wazi. Hata hivyo, katika enzi ya sasa inafanywa kwa upasuaji wa upatikanaji mdogo, hasa kwa njia ya laparoskopi. Inaitwa laparoscopic pyeloplasty, na hii pia inaweza kufanywa kwa upasuaji wa roboti kwa watoto wakubwa. Laparoscopic pyeloplasty inaweza kufanywa kwa usalama hata kwa watoto wachanga wakati tunapogundua hali hii, na kufanya upasuaji kwa wiki 4 hadi 6 inaweza kufanywa kwa usalama. Faida ya laparoscopic pyeloplasty ni kwamba watoto hawa wana michubuko midogo sana, hivyo maumivu ni machache na kupona kwao ni haraka sana. Kwa hivyo, hydronephrosis ni hali ya upasuaji inayojulikana sana, ambayo kawaida hugunduliwa kwenye ultrasound ya kabla ya kujifungua. Uchunguzi unathibitishwa kwa tathmini baada ya kuzaliwa, na ikiwa inahitajika, upasuaji unaweza kufanywa kwa usalama kwa watoto hawa kwa upasuaji wa upatikanaji mdogo.